Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasikilizaji na wapenzi wa Iko Wapi Zamani, karibuni tena katika makala yetu haya ya kuendelea katika hali ya kurevive mpira wetu wa Mombasa. Tumeyazungumza mengi, tumeleta washauri mbalimbali na watu ambao wana fikra tofauti tofauti, kwa sababu sote lengo letu ni moja, ni kwamba ile zamani yetu tunataka kuirudisha. Sasa ni kiwango gani cha zamani itakachorudi, Allahu aalam, lakini sisi ni kufanya jitihada kubwa, sisi ni kushikamana, kufanya mambo ya kimsingi. Undugu wetu uwe ni wenye nguvu, tupendane, tuwe ni watu wa kusikizana ili tuwe na nguvu. Nguvu yetu tukiigawanya basi ni hatari sana. Tunashukuru chombo hichi cha Iko Wapi Zamani kimetukutanisha watu kutoka nyanja za sehemu mbalimbali kijiografia na katika sehemu mbalimbali, na watu pia katika tabaka tofauti tofauti. Walillahi alhamd, mkoa wetu wa Pwani ni mkubwa. Tukisema tutaka kuzungumzia Mombasa peke yake, huwa bado malengo hatujayafikia. Kuna Mombasa, kuna sehemu za Kwale, kuna sehemu za Kilifi mpaka Malindi, Lamu pia, Taita, Taveta. Zote hizi sehemu tuwekeni fikra zetu pamoja, tuone jinsi ya kushauriana na kusonga mbele. Kwa siku ya leo hatutozungumza sana kuhusu tarehe ya mgeni wetu tulionaye, ambaye ni ndugu yetu Sheikh Said Bakhshwen kutoka Malindi. Amefanya juhudi kubwa sana, akasikia kwamba mimi niko Mombasa na yeye akaja hapa, tukaonana Mombasa. Mimi na yeye ndio mwanzo kuonana. Huu ndio undugu tunaoutaka katika Iko Wapi Zamani, na zaidi ya hivi amefurahi kusikia ndugu yake nimetoka sehemu za mbali nimekuja hapa, na mimi nikafurahi zaidi kwamba ameacha mambo yake kutoka Malindi amekuja Mombasa. Tukishikamana namna hii basi manufaa yake yataonekana karibu. Na leo tunataka kuzungumzia ajenda ya kimaendeleo. Maneno mengi mara nyingine huwa waambiwa hayaleti taathiri yoyote, lakini tunataka vitendo. Sasa vitendo hivi tutavianza vipi? Tuanze wapi? Hii Iko Wapi Zamani tushakuja na fikra nzuri, fikra ya kuendelea, lakini suala ni tuanze wapi sasa hivi? Sheikh Said, karibu bwana, ujieleze kwa wasikilizaji wetu na tujenge hii fikra, tuone tutapata manufaa gani katika mazungumzo yetu. Tafadhali bwana. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Mimi jina naitwa Said Abdullah Bakhshwen, mkazi wa Malindi. Mimi nimehusishwa na hii Ipo Wapi Zamani kwa kupitia Ali Mbarak. Alini inform akani connect na Basowad kutoka Canada. Nimefurahi kuwa na fikra hii. Ni fikra nzuri, jambo zuri, jambo ambalo kwamba limekuja wakati wa nyuma, lakini bado halijachelewa. Iko time ili jambo laweza kurekebika. Nimekaa kwa muda sasa katika hii group ya WhatsApp na naona zile point watu wanazozitoa, mazungumzo yanayozungumzwa, ni hatua kubwa sana imepigwa. Watu wameleta mambo ya zamani, wanajikumbusha wachezaji wa zamani, marifari wa zamani, makocha wa zamani. Hili ni jambo hususan lina natija kubwa ki watu wa Pwani. Lakini tukirudi nyuma ya kuwa hii imechukua muda sasa, watu wazungumza na wanatoa fikra nyingi, na baadhi ya fikra zinazotolewa katika group ni fikra mzuri na zaweza katika mjtamaa wetu zikabadilisha hii hali ilivyo sasa. Tukifikiria ya hali ilivyo sasa katika bodi, mpira umerudi nyuma kiasi kikubwa sana, lakini haya mambo ukiangalia kwa upana yamechangia kwa shida nyingi. Mambo mengi yamecontribute hii problem mpaka ikafika kiasi kama hichi. Kwa hivyo Basowada amechukua initiative hii, na kuna watu wamemuunga mkono na watu wameona ni jambo fikra nzuri, lakini wakati ushapita sasa. Yatakikana action zifanyike ndio hii hali ibadilike, kwa sababu kama ni kuongea watu washaongea sana, lakini time imefika sasa hata kwa shida zilizoko, kwa sababu kuna matatizo mengi mpaka hii standard ya mpira ikashuka kiasi hichi ilichoshuka.
Kwa mfano hii football itachezwa vipi kama hakuna viwanja vya mpira? Stadium imeenda, viwanja vingi ambao kwamba hapo Mombasa vilikuwa vinajulikana timu zikifanya mazoezi ama zikicheza boli, viwanja vimechukuliwa, watu wamejenga majumba, timu zimekufa nyingi. Sisi kama sisi ni watu kutoka Malindi. Malindi timu kubwa miaka ya 80s and 90s ilikuwa ni Starfish na Alaska. Alaska ni kwa uchache tu, baadaye tutakuja siku nyingine kuzungumza history yake. Lakini timu ilicheza mji wa Malindi, ikaja ikaingia Provincial League, ikaja ikacheza hapa na timu kama kina Faisal na kina Wanderers, ikafaulu ikaingia Provincial Super League. Super League timu incheza mpaka intoka number 5 kama usisahau, na kuwa na unbeaten record ya mechi 18 ndani ya Malindi. Hatukuwahi kufungwa hata mechi moja, kufungwa na nafikiri na Utalii peke yake. Lakini ile ni history ya 1990s imepita. Sasa ukirudia kwa wakati kama wa sasa, watu wamechangia mambo mengi. Mimi fikra yangu yanambia kama sasa huu mji ama hii eneo ndio kitongoji cha football. Ukitaka kuijua football, Coast ni original katika mambo ya football. Lakini leo utakuja kukuta stadium yajengwa areas ambao kwamba hata mpira haujulikani. Sasa lakini watu kule wajengewa viwanja wa level ndogo ya county level. Pesa za county watu wa set aside, wajenga stadium hata kama ni ya kuingia watu 5,000. Sasa sisi hapa Mombasa kulikuwa na stadium nzuri ambayo kwamba imetumika, imehost Eastern Central Challenge Cup, imekuja ikacheza mechi za zamani Luo Union na timu kutoka Algeria zilikuwa zikicheza Mombasa hapa mpira wa Afrika. Sasa uwanja umeenda, hauko uwanja tena. Over 15 years ground imevunjwa, kule ilikuwako haiko na kule yatakikana kwenda haiko tena. Sasa ground imenyamaza, ukija ground ndogo ndogo pia zimeenda, hakuna tena ground. Sasa huu mpira utakwenda kuchezwa wapi? Kwenye maji? Mpira utaka kuchezwa kwenye ground. Sasa zile kidogo ama 1, 2, 3 zilioko, mpira uanze mitaa. Kuna mitaa hapa Mombasa mingi, watu waanzishe zile timu ndogo ndogo, hata ni kama under 12, wengine zianze between 12 to 15, wengine 15 to under 18. Lakini timu za mitaani zirudi basi. Lazima kama vile zamani mtaa wenu tu zamani pale kuna Black Panther, kuna Nyundo, kuna Wananyuki hapa karibu na Fire. Timu zilikuwa nyingi. Lakini sasa timu zimeenda. Mambo mengi yanchangia, watu waliondoka kwenda kuangalia mustakabali nchi za Arabuni, wakaandikwa kazi, wengine wakaenda nchi za Ulaya kwa sababu maisha, kutafuta riziki na maisha. Lakini wale walioko hapa bado wako watu wengi, na watoto wamepotea kiasi kikubwa kwa sababu hawana future katika football. Future imepotea. Viongozi wamesahau kuangalia jambo la wajibu katika society. Na wazee katika mitaa wamesahau responsibility zao. Sasa football haiwezi kurudi mpaka ianze mahali fulani. Somewhere, sisi tumekaa katika hii group leo takriban ienda mwaka wa 2. Ni lazima katika wakati ianze timu, hata kama ni kwa udogo. Watu hawana jezi, waazime jezi, lakini watu watajitolea kidogo kidogo na mpira utarudi. Ukirudi utapanuka, timu zitakuweko. Hata ikija formula ya kusema sasa katika timu za mitaa nyingi tunataka kuwa na timu yetu moja ya Coast, watu watapick wale best players katika kila timu. Hiyo timu itarepresent Coast katika hiyo Super League ya Kenya. Itakuwa tunaweza kuwarudisha watu tena katika ground. Lakini ikiwa ile football inaanza mahali, na football ni resources wako watu waweza kusaidia. Ziko kampuni zaweza kudonate ama kusponsor, wakiona kuna accountability, watoto haki zao wapewa, hakuna misuse ya funds zinazokuja, mpira waweza kurudi standard yake. Na hii natamani kuambia ndugu zangu wanielewe, hii football sasa ni industry by itself. Ni kazi, Sheikh Basawad, ni opportunity ya si watoto wote wanakwenda shule waweza kusoma na wakaja wakachukua profession wakafanya. Kuna wengine vichwa vyao vinakata katika mambo ya field kama zile physical fitness. Exactly. Lakini huyu labda talent yake iko kwenye athletic, kwenye football. Aweza kuwa mtu opportunity yake nzuri ya maisha, na ende akafanya mustakabali wake. Watu waweza kuanzia kwenda nchi za Arabuni, baadaye wakaingia Europe, wakapata maisha katika football. Lakini yatakikana somewhere it has to start. Bila hivyo Shabata Wab ni ngumu sana. Mimi naweza kuunga mkono vizuri sana nukta yako. Nayo ni kwamba
we need something to start with. Correct. Tunahitaji kitu cha kuanza. Correct. Initially yote inakuja ni kwamba football, lakini football haianzi kuwa ni football mpaka ianze, safari yaanza na hatua moja. Kweli. In the meantime Iko Wapi Zamani tuko katika juhudi kwanza ya kutafuta center yetu. Tukiuliza Iko Wapi Zamani, hawa hapa. Leo ukiniuliza Iko Wapi Zamani, tuko tu hivi hivi. Niko Canada, huyu kwa bado hatujakuwepo. Kwa hivyo hatujatukua ile line of action, ni kwamba kujiestablish pahali, kisha ile establishment ile pale ndo patatafuta uwanda sasa. Wachezaji wataitwa, wataonekana pale. Tujipange, tushauriane pale. Na penye misukosuko, hili jambo jingine zito ambalo pia la kutoka nyuma, utesi baina yetu. Kwa sababu sasa hivi Mombasa yapelekwa na organization mbili mpira. Organization mbili wapi kwa wapi? Mpira, yani ilikuwa kama ni siasa. Hatuwezi kuestablish mpira katika hali kama hii. Moja ni kiungo cha kimeundwa na county government, wataka kupeleka mpira. Hawa county government hawakufikishi stage ambayo inayohitajika. Mwisho utateza, utapawa 100,000 zawadi, wangoja ligi ijayo ianze, huna. Lakini kuna ile ambayo ni FKF, tunahitaji sote sisi tuungane katika ile FKF. Kwa hivyo watafutwe wale wahusika, lazima tuweke meeting na wao, hata na county tukae na wao, tuwape ushauri, kwa sababu kuna watu wana experience kubwa na mambo ya mpira hapa. Tuwape ushauri, hivi mnavyofanya msione mwajenga mwavunja. Lakini ni ku-establish kiungo kimoja cha kuupeleka mpira. Sasa hichi kiungo tutakuwa tumekipa kazi ya kufanya. Sasa watafute viwanja. In the meantime sisi tusha establish center pale. Sasa tuanza na sisi ku recruit vijana. Uwanja hata kama ni mdogo, watakujaanza hapa, watakuja wadhamini, watasikitika hali ile, watasaidia na wao. Hivi ndivyo going forward. Kwa hivyo tuweni na moyo kwamba tunataka kufanya action sasa. Na inshallah hivi karibuni, nafikiri kabla sijaondoka hapa, napata habari njema mimi, lakini sijataka kuzifanya confirm, lakini ni kwamba tumetafutiwa sehemu kama ofisi. Iko Wapi Zamani ofisi yao sasa ni hapa. Pale ndio patachimbuka mambo yote. Correct. Kwa hivyo hizi na kueleza kwamba ndio juhudi zetu za kuanza ile action ianze. Shapata ofisi sasa, mengine yatafuata kwa hapo. Sijui waonaje mimino kama hii? Mimi naona ni fikra mzuri na is a starting point ya kwa Iko Wapi Zamani imepata ofisi, imepata mahali. From there itakuwa ndio chimbuko la kuanza hii football katika grassroots. Right. Kwa sababu ukiangalia resources, yani resources katika mambo kama ya mpira, wachezaji wa zamani wale walikuwa marifari zamani, ukiwaona unavyowaleta katika WhatsApp group, kuna watu wana knowledge kubwa ya mambo ya football. Kuna watu ni marifari walikuwa top standard. Kuna watu walikuwa wakirun timu kwa hali na mali. Lakini mambo mengi kibinadamu yamebadilika. Sivyo vile yalivyokuwa zamani. Sasa wakati mambo mengi yamechange. Lazima tukubaliane na wakati pia umebadilika. Hayako vile kama zamani. Lakini mimi imani yangu inaniambia kama football watu wakijitolea yaweza kurudi mahali pakubwa sana. Kiasi kikubwa sana. Kwa ukiangalia tu, nitakupa mfano wa rahisi. Angalia nchi jirani Tanzania. Standard yao ya football, wao wanavyokwenda kwenye mastadium na wanavyojaza zile stadium, baina ya Yanga na Simba, baina ya local teams na ufadhili wanaopata wale ni standard tofauti na Kenya. Ni kwa sababu hapa pia kuna mambo mengine mengi yanachangia. Investors wanakataa kurudi kuchangia kwa sababu ya transparent. Hakuna uwazi katika mambo ya kumanage resources za public. Hii ndio shida moja pia kubwa kwamba hapa Kenya imechangia. Na yako mambo mengine basi wale wajua, kama mfano kama mkoa wetu wa Pwani. Nini mbali na hizi viwanja kunyakuliwa na kuondoka kwa hakuna football. Hapa pana mambo kama mfano ya mambo ya drugs. Yamedeteriorate, watoto wameingia katika bahari ile. Watoto hawana tena interest ya football. So lile limeingia, hii migoka imeingia. Mambo yale zamani wakati wetu ilikuwa teenager hawafai kufanya uraibu ule.
jioni watoke wende wakafanye football. Mchezaji alikuwa ni very disciplined, hawezi kuwa ni mkora, na hana time ya kwenda kufanya mambo yale. Yes. Watu walikuwa kufanya mazoezi skuli zikifungwa, kufanya mazoezi asubuhi baharini, jioni kwenye viwanja. Timu zilikuwa katika top standard. Ndio. Angalia tu late 90s ukikumbuka Faisal ilivyokuwa ikipambana na timu za Nairobi katika ligi. Ni watoto waki hapa kabisa. Kama nakumbuka kuna player mmoja walimtoa Nyundo aitwa Ayode. Type ya watu kama wale. Wachezaji wengi walikuwa wazuri. Kwa hivyo my feeling inaambia talent iko. Watoto wenye kucheza mpira wako. Nikwambie tu hata makocha tunawatafuta sisi. Nani hamjui Mohamed Khairi? Nani hamjui ile Twahid? Aliwahi hata wakati mmoja kuja kukocha Alaska ikiwa katika Super League. Ndio. Kuna watu wana knowledge ya mpira na wana certificate za coaching. Waweza kuwa prosper hii area kwa hali ya juu sana. Lakini hakuna hizo klabu, hakuna hizo timu za kucheza mpira. Huu mpira utakwenda kuchezwa wapi? Mpira unapotea kwa sababu hakuna watu wanaweza kumanage hili jambo kwa njia nzuri. Sasa kumeingia na politics. Sasa fikiri basi wapi na wapi. FKF ndio the only organization worldwide watu wanajua kama mpira. FIFA wana branches zao all over the country. Sasa siasa tu ikianza, ikifika wakati wa kura kutoka sheria ya kuwa county watakuwa na wao ni wana ministry ya sports. Wao ni waeke miundo msingi ya kuimprove ile standard ya football. Wao ni kama overseer katika ile area, lakini utakuja sasa wao wataka kuwa na ligi, wataka kuwa na timu zao. Sasa ni mambo ya kihuni tu yafanyika just kupata finance ile imisuzi iende kwa njia nyingine na nobody is accountable. Sasa na watoto muda wapotea. FKF hawana timu, wale hawana timu za kutosheleza. Ligi watu leo hawajui ende wakaangalia ligi ipi, wacheze ligi ipi. Ili pia ni moja ya toa ile morali ya wale watu, hata wenye kuangalia, hata wale wafadhili. Sasa sponsors waweza kuja, mimi nitasaidia na kitu hichi, mimi nitasaidia na kitu hichi. Lakini ligi ipi basi waje ambao kama yatakana kufanywa. Na utaona inautiliwa mkazo ni hii ya kisiasa. Lakini kwa sababu malengo si football. Pale malengo ni kitu kingine. Nyinyi kama mna akili ya kutaka ku rise football, hawa sio. Lakini wafanya vile kwa maslahi mengine. Na ndio hatari ambayo kwamba inaokuja mbele yetu. Kwa hivyo mimi ninachoona ni kuwa opportunity iko na nafasi basi wadi hii msirudi nyuma. Wako watu kwa uchache wa hali iliyo wanaweza saidia vizuri sana hii football ikaanza. Lakini mimi fikra yangu yanambia ni lazima ianze mahali fulani. Watoto mitaani wako, hebu tuiangalie hii Mombasa, Kisauni, Jomvu, Likoni, hapa City Center. Ni kwanza fikiria hili jambo ni aibu ya aina gani. Mombasa kama city, second city ya Kenya haina stadium. Miji ambao kwamba hata hawajui kucheza mpira wao kukimbia. Wale wasikia leo kaunti hii injengewa stadium, kaunti ile injengewa stadium. Sasa washangaa huku tunakoishi sisi, hawa viongozi hawajui kuna kitu hiki kinakosekana. Lakini ni jambo ambao kwamba wanaona it's normal. Na sisi wahusika hatutaradhia, hatuombi, hatudai, hatujui haki zetu yani. Hatuwezi kwenda kuomba. Sasa stadium hii ilikuwa ya bajetiwa itengezwe. Pesa ilitakikana itengeze hii stadium ni hela ngapi ilikuwa impatikana? Hata kama katika miradi hawa wapata pesa yali in 5 years time budget ilikuwa ni ngapi? Kwa nini uende ukavunja ule uwanja usipate tena pesa? Hata kama kulitoka mashida mengine ama kwamba kwa priority ilikuwa ni aula isimamishwe hii stadium yafanywe yale, basi ilikuwaje ikachukuliwa decision ivunjwe isiweko kabisa? Okay, leo utasikia county sasa wameshindwa, national level watafanya. National wasikia sijui president ameahidi ahadi tupu, bado hakuna stadium ya kuja. Sasa huu mpira utakwenda kuchezwa wapi? Viwanja ukivijua, Tononoka ilikuwa tukikumbuka zamani tukiona ile standard iminywa yule mliba kidogo pale, yule anachukua kidogo pale yaletwa mpaka ground ifika kidogo hivi. Sisi zamani kutoka Malindi ziko mechi ilikuwa hatuki kucheza stadium. Kuna mechi ilikuwa twenda kucheza Tononoka na ni bure, lakini twenda pale tuacheza na tumaliza na watu wajaa na watu wakuja kuangalia timu. Lakini mambo mengi yamerudi.
Zamani nikikumbuka hata wale Lake Warriors walikuwa watoka ule upande wa Shimanzi. Ndio. Kulikuwa na ground pia. Shimanzi pia ilikuwa. Shimanzi ground. Police ground, Shimanzi, Tononoka. Sasa hizi zote zimeenda zimevitoreki ni kwa hali ile. Hata huu mtaa wa kina wa Black Panther hapa na Nyundo. Pale Tanganyika pale. Palikuwa na ground pia pale. Sasa majumba yamejaa, magodown yamejengwa, ground hakuna tena. Sports hakuna. Kwa hivyo challenge iko, lakini Basawad msirudi nyuma, iko mahali yatakikana mchukua hatua. Sasa ianze hata kama ni kwa udogo wa kiasi gani. Lakini lazima football ianze. Na ndio nyinyi mkianza zile county zingine katika Kilifi katika coast zaweza kurudi zikaamka. Unajua na potential sana. Ndio. Unajua tume ignore grassroots yetu. Kwa sababu asili ya wachezaji wote wanatoka katika mashule. Correct. Hizi shule zilikuwa zikipangiwa ligi zao. Correct. Very interesting. Watu wa timu kubwa kabla hawajacheza huja wakaangalia ligi ya watoto wa shule wanapochuana. Kweli. Wakachagua tumtaka huyu, tumtaka yule, tumtaka. Leo shule viwanja vyenyewe maskini hawana. Nani atakayewaona? Wenda skuli wakirudi na ni wachezaji watu ya mwanawe talent. Correct. Lakini haya mambo inshallah Mwenyezi Mungu sisi atupe taufiki yake. Amen inshallah. Tukisha kuestablish sehemu kwamba hapa ndipo center yetu. Correct. Basi mengi mimi na hakika yatachipuka kutoka hapo, na inshallah ile hali tutajitahidi kuirudisha kama ilivyokuwa zamani na zaidi inshallah. Inshallah. Basi mimi nataka kuongezea kitu kusema. Naam. Ukiangalia wale watu kwenye group na baadhi hawa comment, lakini ukiangalia katika ile list kuna potential ya asset kubwa. Watu wale ex players ambao walicheza mpaka wakafika premium, wakafika super league wapo, makocha wapo. Wale watu walikuwa wakirun zile timu, wakirun Wananyuki, wakirun Nyundo, wakirun Batawa. Huyu marehemu huyu Shakir kwa top player katika Coast. Yes. Atoka wapi huyu? Huyu atoka mtaani pale. Naam. Lakini atoka mtaani, anatoka secondary school, ameingia timu ya Nyundo kabisa. Huyu anachukuliwa akaenda katika kama sikosei 1979. Huyu alifungia goli Harambee Stars Mogadishu wakati akicheza na kina Alan Figo. Material ziko. Huyu Douglas Mutua aliwahi kucheza Kenatco, baadaye akaenda Kenya Brewers. Alikuwa top midfielder ya Kenya. Huyu juzi ulimtaja alikuwa best number 8 ya Kenya. Huyu atoka Lake Warriors akaenda Gor Mahia, George Onyango fundi. Wale ni kalibri ya kina yule angekuwa Ulaya angekuwa mbali sana. Sasa talent cost iko. Sasa ni jukumu lenu nyinyi kuangalia sasa time imefika huu mpira urudi. Sasa Basawad ili ipo wapi zamani? Sasa yatakana ya sasa. Muwakumbushe wale generation ya sasa. Hivi ndivyo ilivyokuwa zamani. Ni hivi. Lakini lazima muanze mahali. Yes. Lazima tuanze kwa udogo, kwa shida. Hakuna ground. Haya yote inshallah yatafuata. Inshallah. Taratibu. Na alafu mimi natoa tu fikra. Hii tatizo letu la Pwani ni kubwa. Ndio. The problem katika Pwani katika football is so huge. Vipi tutatoka katika haya matatizo? Kutengezwe subcommittee fulani. Hii kamati imeundwa. Maana sote sisi watu 200-300 hatuwezi kwenda kufanya mambo yote yale kwa wakati mmoja. Hii kamati mumeiunda, ile top executive ya ipo wapi zamani ina branches kama committee 6. Hii committee ni ya grassroots kwenda kuanza kutafuta watoto kwenye football. Hii ita join na mambo ya primary na secondary. Correct. Hii kamati ni technical. Ndio. Hii kamati technical itakuwa yaangalia mambo ya football in technical. Hii kamati ni ya kutafuta ufadhili, sponsorship. Hii ndio itakuwa, but it is answerable katika ile ipo zamani. Lakini hizi kamati ndogo mkiziweka, hii kamati ni ya kufollow up na mambo ya county na national government regarding infrastructure. Hizi ground zilizochukuliwa, stadium haiendi. Ni right yetu sisi kuuliza, ni taxpayers. Walipa ushuru. Kwa nini angalia ile mess moja tu katika maisha yetu sisi wa Kenya? Kwa nini wanakwenda kujenga stadium, international stadium 3 ndani ya mji mmoja? Kujengwa Nyayo, ukajengwa Kasarani, sasa ijengwa Talanta. Mombasa moja haina, second city in the republic. Sasa uangalie type ya viongozi tulionao, wafikiria vipi hii football.
Sasa huu mpira utakuwa watu wote wakienda Nairobi siku zote kwenda kuangalia viwanja vyenyewe, hata ligi BASWADA haichezeki. Lakini nini, mamilioni na mabilioni ya pesa yatiwa mahali pamoja, ambao kwamba hata kuleta ule usawa katika ubinadamu haufanyiki. Na wanaodai kuwa watusimamia, watatuwakilisha, hawawezi kufanya hili jambo, hawawezi kudai zile haki zetu. Sasa matatizo ni mengi, lakini yatakikana tuanze mahali. We need to start somewhere else. Hii ni fikra yangu, fikra nzuri, na alhamdulillah naiunga mkono. Na nikwambia kitu kimoja cha wafadhili, si ati Coast haina wafanyabiashara, ina wafanyabiashara. Si ati haina watu hawapendi football. Wako watu wapenda football. Nikwambie tu tofauti ya zamani na sasa. Zamani sisi tukienda tukijazama boli, kulikuwa na hii Premium League ya watu kwenda kukaa kwenye TV kuangalia. Ilikuwa hakuna. Labda ilikuwa ni ile Bundesliga ya kila Jumamosi, football made in Germany. Football made in Germany, tukienda kuona ni mpira unachezwa miezi miwili mitatu nyuma. It's not alive. Ndio. Watu wakiangalia wakapata zile techniques sahihi. Hakuna hii mipira local. Si mtu huyu, mimi ni Arsenal, mimi ni Manchester, mimi ni Liverpool. Muda wote kwa sababu kwenda kajipumbaze pale, kwa sababu hapa football practical hakuna viwanda, hakuna timu. Sasa mpira huu utachezwa vipi? Kweli shida kubwa. Shida ni kubwa, lakini si shida ikuwa haina tena suluhisho. Iko suluhisho. Naam. Mashaallah, wallahi uzuri. Na nafikiri pia wasikilizaji wetu mtayazingatia haya maneno na mchangie katika haya yanayozungumzwa. Pengine kuna mahali tutateteleka kama binadamu, murekebishe, na panapozungumzwa jambo la nini liungwe mkono, tuone na maoni yenu. Mimi natoa shauri moja zuri kwamba ishara nzuri iko, sababu tume maintain group ya watu 300 kwa 2 years. Hii ni ishara nzuri kuonesha ya kwamba watu wako tayari, lakini kila mmoja angoja nani ataanza. Lakini na hakika tukianza, basi ile momentum itapatikana vizuri na tutapata inshallah nini ya Mwenyezi Mungu, taufiki ya Mwenyezi Mungu, tuyafikie mengine mengi. Sheikh Said, shukran sana kwa muda wako, nimefurahi sana. Na kabla sijaondoka, nitafanya bidii tuonane tena ili tuje tuzungumze sasa tarikh ya Malindi. Wale wasiojua wakiona kwamba Malindi ilikuwa haina nini, basi Malindi ilikuwa na football talent kubwa sana, ilikuwa ndio challenge kubwa ya Mombasa, na wakadhihirisha mambo fulani. Tutapata tarehe yake inshallah katika siku za usoni, na tunasema shukran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa jazakumullahu khairan. Shukran, asante.